tumejipanga ndani ya miaka mitatu. Tunajipiga kisawasawa. Unajua leo nilichojifunza nini? Sijaona anayekosea hata mmoja. Yaani wote wanajipiga kisawasawa. Na basi zikiwa zinakatika, lazima ngojeni tupite. Hey, 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 hey.
Ndio. Sasa Kisa siku. Naam. Tunaomba meza kuu mwende kuketi. Ndio. Wana tayari wetu wetu wamekwisha kuingia. Haya, kiti meza kuu inapoketi. Na sisi huko wengine niombe tuweze kuketi. Wageni waalikwa tunaomba mketi pia. Lakini muda huu sasa, Naam. wahitimu wetu wamekwisha wasili ukumbini. Na mimi ninaona wamefika kweli. Na ninaona nyuso zao ni zenye tabasamu. Yaani ni furaha iliyoje. Amen. Sasa Naam. wahitimu wetu sasa, Ndio. bila kupoteza muda wakaketi. Wakaketi. Baada ya kuketi, Ndio. tutawaita kwa muda wao. Naam. Na tuweze kuendelea na ratiba nyingine. Naam. Eneo lenu la kuketi ni hapo nadhani. Hebu waweza kunipa ratiba inayoendelea kwa sasa. Sherehe safi. Safi. Sijasikia sauti za watu walioalikwa. Sherehe safi. Safi. Sherehe safi. Na wakati unaofuatia sasa ni kufungua sherehe yetu pamoja na ombi, na mhusika wetu tupende kumkaribisha mwenyekiti kwa ajili ya kutufungulia sherehe ya siku ya Amen. Mwenyekiti, karibu. Haleluya, watu wa Mungu. Hamjambo? Jambo. Punga mkono kama una furaha. Ninayo furaha kuwakaribisha nyote katika mahafali haya. Leo tunajumuika kwa pamoja kuwaaga wapendwa wetu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu, kuanzia mwaka wa kwanza mpaka leo wanapohitimisha masomo yao. Hivyo niwaalike nyote kwa furaha tujumuike pamoja ili tuweze kuwaaga wapendwa wetu, na zaidi jina la Yesu likatukuzwe. Basi kwa hayo nitamke kwamba sherehe imefunguliwa rasmi. Naomba tufumbe macho tuombe. Haleluya. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa wakati huu. Asante kwa kuwa umeruhusu wana na binti zako kuingia katika ukumbi huu kwa lengo maalum la kuwaaga watoto wako ambao wamekuwa hapa kwa muda mrefu wa masomo na wamehitimisha salama. Jina lako likatukuzwe katika siku ya leo. Tunawaalika wote uweze kuwabariki watu wako, lakini wageni, ndugu, jamaa na marafiki ambao umewapa kibali cha kuingia katika ukumbi huu, nyosha kawabariki, na zaidi furaha yako izidi kutimia katika siku ya leo. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Bwana ni mwema Wakati wote. Sherehe safi. Safi. Wamependeza hajapendeza? Sijasikia. Wamependeza hajapendeza? Wamependeza. Na bila kupoteza muda sasa, DJ naomba utuletee kwaya ya Amani kwa haraka kabisa, waweze kufika hapa na kupatia wimbo mmoja, na baada ya hapo tutaendelea na suala la utambulisho. Amen. MC namba 2. Kwaya ya Amani ina jambo lake. Ina jambo lake. Tarehe 7 ya mwezi wa 6 2025. Kwaya ya Amani. Unasikia sauti hii ukiwa nje, unaomba
sio Bwana, Israeli aseme sasa. Wake wenye nguvu, tumeshinda ushindi kwa jina lake, atukuze Elikiba, Mungu mwenye nguvu. Asingekuwa ni Mungu, safari yetu ingekuwa ngumu. Hakika Mungu ametega mitego ya ajabu. Elikiba, Mungu mwenye nguvu kasaidia. Sifa kwake Baba kwa wema aliyomtenda kwetu. Asingekuwa ni Mungu, safari yetu ingekuwa ngumu. Hakika Mungu ametega mitego ya ajabu. Elikiba, Mungu mwenye nguvu kasaidia. Sifa kwake Baba kwa wema aliyomtenda kwetu. Umbali huu ni Bwana ametufikisha. Kama sio Bwana, Israeli aseme sasa. Wake wenye nguvu, tumeshinda ushindi kwa jina lake, atukuze Elikiba, Mungu mwenye nguvu. Umbali huu ni Bwana ametufikisha. Kama sio Bwana, Israeli aseme sasa. Wake wenye nguvu, tumeshinda ushindi kwa jina lake, atukuze Elikiba, Mungu mwenye nguvu. Lakini sambamba na hilo, wale ambao tumekaa nyuma sana, ni waombe tuweze kusogea mbele kwa ajili ya kujaza siti zilizoko mbele yetu. Lakini sambamba na hilo, wakati unaofuatia sasa, nipende kukaribisha mwenyekiti kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wanafuraha siku ya leo? Nitambue nyuso zenye furaha. Wahitimu, hamna furaha? Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Basi mbele yenu ni mwenyekiti wa TUCASA kipango mwaka 2025-2026. Nipo hapa mbele yenu kwa ajili ya kutoa utambulisho kama ifuatavyo. Kwa kutambua, nipende kutambulisha stafu iliyoko mbele yenu. Nikianzia mkono wangu wa kulia ambapo ni kushoto kwenu, msimamishe mzee wa kanisa wa Majengo ambalo ni kanisa letu lezi, asimama tupungie mkono. Pia anayemfuata ni mwakilishi wa mgeni rasmi, asimama tupungie mkono. Anayefuata ni mwenyekiti wetu wa kamati ya mahafali, asimama tupungie mkono. Nitambue uwepo wa wahitimu pale walipo, wasimama waweze kuwapungia washiriki na wanachama wengine mikono. Wanapendeza hawajapendeza? Hivyo pia umefanya kazi njema sana. Pia nitambue uwepo wa wageni waalikwa, ikiwemo walimu walezi pamoja na wachungaji mbalimbali, ikiwemo na wazee wa makanisa. Pale popote mlipo, simameni mtupungie mikono. Ikiwepo wageni waalikwa, walimu walezi, wakiwemo wachungaji pamoja na wazee mbalimbali wa makanisa ya mtaa wa Kisesa, karibuni mtupungie mikono. Jamani, pale mchungaji pale kule nyuma amekaa kule. Nitambue pia uongozi wa jimbo na kanda. Uongozi wa jimbo la Nyanza pamoja na kanda ya Mwanza Mashariki. Popote pale walipo, wasimama tupungie mkono. Tunaye katibu wa jimbo yuko huku. Pia nitambue wawakilishi kutoka matawi mengine ambapo kuna USCF, kuna Kasipeta pamoja na TMC. Popote walipo, wasimama tupungie mkono. Unasemaje jamani? Pia wawakilishi kutoka miso si serikali ya wanafunzi katika kituo cha mipango. Popote walipo, wasimama tupungie mikono. Wawakilishi kutoka kituo cha mipango, kutoka serikali ya kituo cha mipango. Na mimi hawajafika, ila muda utakapofika tutakuwa tayari shawasili.
Nitambue wawakilishi kutoka matawi mbalimbali ya TUCASA katika kanda ya Mwanza Mashariki, ambapo kuna CBE, mwakilishi kutoka CBE. Na mimi tuna MC wetu hapa pia ni mwakilishi kutoka tawi la CBE. Kuna Bugando, mwakilishi kutoka Bugando. Kuna tawi la Excellence. Pia kuna City College. Na mimi hawajafika, ila muda sio mrefu watakuwepo. Pia nitambue wanachama wa TUCASA mipango. Wanachama wa TUCASA mipango, na tupungiane mikono. Mnasemaje kwa wanachama? Jamani, wabarikiwe wasibarikiwe. Jamani, wapeni amina kubwa kwa maana wafanya kazi kwa nini siku ya leo. Pia nitambue uwepo wa kwaya ya amani. Simameni mtupingie mikono jamani. Jamani, mnasemaje kwa kwaya ya amani? Wabarikiwe wasibarikiwe. Kwaya ya majengo. Kwaya ya majengo. Jamani, ni kwaya ya kanisa letu leo. Simameni tena mtupungie mikono. Wapeni jamani amina kubwa. Amina. Pia nitambue kwaya ya Kitumba kama wameshawasili. Kitumba. Na mimi jamani, kutokana na ratiba hawajawasili mapema. Basi hapo ndo mwisho wa utambulisho. Nikaribishe MC kwa kazi nyingine. Karibu. Amen. Sherehe safi. Wamependeza. Basi wasahu baada ya kuwa tumepata utambulisho makini kutoka kwa mwenyekiti tawi la IRDP Mwanza Kamba, yaani mipango. Basi nipende kuikaribisha kwaya ya majengo kwa ajili ya kupatia wimbo mmoja, na baada ya wimbo kipi kinafuata? Baada ya wimbo mchungaji wetu atakuwa tayari kwa kutuletea neno. Na mpaka ulianda leo kwa ajili ya neno, utaenda kusogea tu punde baada ya kwaya hii ya majengo kuwa imemaliza kutupatia wimbo wake. Lakini wale ambao tumekaa nyuma sana, ni waume sana tusogee mbele kwa lengo la kujaza nafasi zilizoko mbele. Bwana na awabariki. Amen.
kasa, mpango, kwaya zilizoko hapa, timu, wageni wote waalikwa na wote mliofika katika sherehe hii. Ninawasalimu kwa jina la Bwana. Amina. Nazo tu dakika chache sana kusema machache kati ya mengi ambayo yanaweza yakawekwa. Lakini pia kabla sijasema, niwaombe kila mmoja mahali alipo tufunge macho tuweze kuomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema na ulinzi wako. Asante kwa namna ambavyo umetupigania. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuja mbele zako, tunaomba utusamehe katika yote ambayo hatukutenda sawa sawa. Lakini Roho wako tusaidie kutenda sawa sawa kwa mapenzi yako. Tuongoze wakati huu pia, nami unilinde na kuniongoza na sherehe hii kwa ujumla, katika jina la Yesu. Amina. Ukijaribu kufuatilia historia ya Yerusalemu, utagundua kwamba ni mji pia ambao ulikuwa umezungukwa na milima midogo. Hasa ile milima midogo midogo iliyokuwa imezunguka Yerusalemu, ndio maana mtunga Zaburi kwenye Zaburi ile ya 120 akaandika akasema kwenye fungu la pili, kama vile milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo ambavyo Bwana anawazungukia watu wote wanaomcha. Ndivyo ambavyo Bwana pia anawazungukia watu wote wanaomcha. Lakini ukirudi kwenye fungu la kwanza, unasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Nikagundua kwamba kumbe kumtumainia Bwana kunamfanya mtu akae milele. Inaweza siwe ni milele inayokoma ile, lakini ikawa ni milele isiyokoma. Kumbe wanaomtumainia Bwana siku zote wanaishi milele. Nilipokuwa na tafakari hilo fungu, nikagundua kumbe sherehe yoyote ambayo unaweza ukaifanya kwenye maisha yako yoyote ni ya masaa machache sana, na wenda tumeanza saa 8, bila shaka kufika saa 12 hapo inaweza ikawa imeisha. Kumbe sherehe yoyote utakayoifanya kwenye maisha yako ina masaa machache sana sana, ila tumainia Bwana wanaishi milele. Kwa chochote utakachopata kukifanya kwenye maisha yako, ukifanye ukitegemea milele. Masaa machache ya furaha yasiharibu maisha ya milele. Wale wanaoishi milele ambao wanamtumainia Bwana ameahidi kuwalinda na kuwazungukia kama Yerusalemu ilivyokuwa imezungukiwa na milima vingi vidogo vidogo. Hiyo ni kuonyesha Bwana anaweza kuwa ngao na kinga kwa wale wote wanaomhitaji na kumkaribisha katika mioyo yao. Nikirudi upande wa wahitimu kidogo, watatoka hapa shuleni ama hapa chuoni, watakwenda nyumbani. Wako watakaopata kazi, wako watakaopata ajira katika nyanja zote, kuajiriwa na serikali, kujiajiri, kadhalika. Maisha yao ya ajira ama ya kazi yawe maisha yatakayowafanya wamtumainie Mungu. Katika kumtumainia Mungu kwao kuambatane na uaminifu katika kazi na shughuli watakazozipata kuzifanya, kwa sababu
Wasipojenga maisha ya uaminifu kungali bado mapema, wanaishi na watapata mafanikio ya muda kitambo na maisha ambayo mafanikio yake sio ya kudumu, ila ambayo ndani yake hayana uaminifu. Wengi hapa, nirudie hii kauli nilisema mahali, wazazi wao wanawaombea na wamekuwa wakiwaombea. Watumishi wa Mungu wamekuwa wakiwaombea. Wao shuleni wamekuwa wakifanya maombi na kufanya mifungo. Wazazi wao wamekuwa wakifunga kwa ajili yao. Na Bwana akakumbuka maagano waliofanya na wazazi wao, akawabariki wakapata kazi, ila na wengine wakajiajiri. Ila cha ajabu, wengi baada ya kupata hizo kazi humsahau Mungu aliyewapatia. Usahau maombi ambao mama zao na baba zao walifunga kwa ajili yao. Kwa hiyo wanafanya kazi ndani yao wakiwa wamejaa rushwa, ndani yao wakiwa wamejaa uonevu, kupindisha haki na mambo mengine. Hiyo halitamsaidia mtu, isipokuwa kitakachomsaidia ni tumaini lake kwa Mungu, uaminifu wake, ili adumu milele na ulinzi wa Bwana ukae kwake siku zote, kama milima iliyokuwa inaizunguka Yerusalemu. Bwana awabariki. Ni waombe wote tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mchana wa leo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunatamani tuishi milele, tusiishie katika furaha za muda mfupi, lakini maisha yetu yaangazwe na nuru za uso wako. Bariki watoto wako katika siku hii ya leo ambayo tunawapongeza kwa hatua walioipiga, lakini tunawaombea kwamba yote haya yamefanyika na wameweza kufika kwa uwezo wako. Kwa hivyo wasaidie ili ya kwamba yale ambayo umeyafanya na wameona umefanya usije wakayasahau. Wawe waaminifu katika maisha ya sasa na ya baadaye. Ili sherehe hii iweze kwenda vizuri, na hata wale wanaojisikia vibaya katika afya zao uwajalie na kuwapatia uponyaji kwa uwezo wako. Nimeomba kupitia jina la Yesu, amen. Asante. Sherehe safi safi, sherehe safi safi. Funga mkono kama sherehe safi. Haleluya, amen. Mr. Masigo, naam. Huyu alikuwa ni Pastor Mkama, naam, aliyetuletea neno fupi. Na wakati huu sasa, Mr. Masigo, naam, nataka nijue jambo moja. Ndio. Niko hapa mbele ya wahitimu. Ndio. Nadhani wananiona kwa makini. Nina swali moja kwa wahitimu. Ndio. Sasa natamani sana mdada angenijibu swali hili. Naam. Ni takriban kwa muda gani walikuwa kingoja siku hii? Dada amenijibu miaka 6. Oho. Hebu ngoja nijaribu na mkaka. Kwa takriban miaka mingapi baada kulikuwa kingoja hii siku? Miaka? Ameniambia miaka 5. Hao wawili wanatosha kwa ajili ya kutuwakilisha kwa wengine waliobaki. Naam. Kwa hiyo ni kwa namna gani wahitimu siku hii ya leo walikuwa wakingoja sana kuweza kumaliza elimu yao hii, wengine wakiwa na miaka 5, wengine 6, ama wengine hata 3 pia nadhani wanaweza wakawepo, wengine 1. Sasa Mr. Masigo, ndio, natamani nijue nini kinachofuata wakati huu. Na kabla yote tuweze kutoa maelekezo mafupi kuhusiana upande huu walikuwa wakielekea wanaume, tapita huu mlango, huduma itakuwa zikiendelea huko. Lakini na upande huu ukipita huu mlango huu, huduma itakuwa zinaendelea kwa upande wa
wanawake. Lakini bado mimi sijaelewa. Ndio. Huduma ya chakula? Hapana. Huduma ya kutoa pesa? Nimesaidiwa M-Pesa. Ya pesa. Sasa hebu tueleze huduma gani? Na huduma ya choo inapatikana upande wangu wa kushoto ni kwa ajili ya wanaume na upande wa kulia ni kwa ajili ya wanawake. Nadhani wamenielewa. Ndio. Tuwete. Lakini programu inayofuatia hivi sasa ni wale walioweza kujiandaa kwa ajili ya risala waweze kujiandaa vizuri ili kuweza kuisoma risala hiyo mbele ya mgeni rasmi. Hivyo walioandaliwa, DJ naomba waweze kutuletea vizuri kabisa uweze kufika hapa. Amen. Na ni wasii tu wageni waalikwa, kwa utaratibu kabisa nimepokea taarifa kwa makameramani wetu, ili picha ipendeze ni lazima tuwe na muonekano mzuri, si ndio? Hello? Yes. Maafa ni safi? Safi. Hello? Yes. Sasa natamani tufanye jambo moja. Tunaelewana eh? Tumesema hapo tunatamani tukae kwa mpangilio mzuri. Na hata makamera wetu wanasema wakipiga picha ionekane kweli kulikuwa na jambo zuri, si ndio? Sasa kwa wale watu waliokaa nyuma kule, kwa utaratibu tu ulio makini na ulio safi kabisa, mjongee tu mbele kwa nafasi ambayo unaiona hii sehemu iko wazi, waweza kuketi. Hello? Yes. Inapendeza sana kwa kameramani wetu hapo kwenye hiyo stage hapo. Ikiwa hata hapo kwa mwisho na sehemu hapa za mfano kule plaza kule au kwa huku mkakaa ili kuonekana muonekano mzuri. Tumeelewana? Lakini sambamba na hili wakati unaofuatia tunaisubiria risala kwa hapo. Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Mbinguni itakuwaje? Basi niwaalike wote kwa ajili ya kusikiliza sala kwa mgeni rasmi. Bwana ni mwema. Wakati wote. Bwana ni mwema. Na wakati wote. Basi karibuni kusikiliza risala ya TUCASA mipango. Maana ya TUCASA, Tanzania Universities and Colleges Adventist Student Association au TUCASA, yaani jumuiya ya wanafunzi wa Sabato waliopo vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na ulinzi wake kwetu. Kutoka tulipoanza safari yetu ya masomo hadi hii leo tunahitimu masomo yetu. Tulianza tukiwa wengi, lakini leo tunaohitimu ni jumla ya wanafunzi 20. Ni jumla ya wanafunzi 20 ambao astashahada ni 9 na stashahada 4 na shahada 7. Kutokana na sababu mbalimbali kama uchumi wa wanafunzi, baadhi wameshindwa kushiriki pamoja nasi katika mahafali haya. Hivyo basi, chama cha TUCASA mipango kina jumla ya wanachama 135. Malengo ya chama cha TUCASA mipango mwaka 2025-2026. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni malengo ya chama cha TUCASA mipango. Jambo la kwanza, kununua vyombo vya usikivu vinavyogharimu kiasi cha shilingi milioni 5. Jambo la pili, kufanya mahubiri. Jambo la tatu, kukusanya ada kwa kila mwanachama kwa kiasi cha shilingi 10,000.
Jambo la 4 na la mwisho, kununua vyombo vya chakula ambavyo vitagharimu kiasi cha shilingi 800,000. Mafanikio ya TUCASA mipango. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio ya TUCASA mipango. Fanikio la kwanza, tumefanikiwa kufanya uinjilisti wa ndani na nje ya chuo chetu. Tumefanikiwa kuwa na ibada za pamoja kila siku saa 12 jioni. Tumefanikiwa kufanya mahubiri kwa muda wa wiki 2 na watu 13 wamebatizwa. Tumefanikiwa kununua baadhi ya vyombo vya usikivu. Lakini pia tumefanikiwa kununua baadhi ya vyombo vya chakula kama vile masufuria na hotpot. Changamoto za chama cha TUCASA mipango. Kama ilivyo kawaida kwenye mafanikio hapakosi changamoto. Ndugu mgeni rasmi, zifuatazo ni changamoto za TUCASA za chama cha TUCASA mipango. Kwanza kabisa, mfuko wa chama kumekuwa na fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya chama. Mwitikio mdogo kwenye utoaji wa ada. Lakini pia mwitikio mdogo wa wanachama kushiriki katika ibada, hasa ibada za jioni. Mapendekezo ya chama. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo. Tunatamani tupate vyombo vya muziki au PA system kwa ajili ya kuboresha ibada zetu tawini. System nzima inayogharimu kiasi cha shilingi milioni 5. Mchanganuo wake ni kama ifuatavyo. Kinanda ambacho kitagharimu kiasi cha shilingi milioni 2,500,000. Booster ambayo itagharimu kiasi cha shilingi milioni 1. Mini speaker ambazo ziko double, jumla milioni 1,500,000, ambayo jumla yake ya vyote hivyo ni milioni 5 za Kitanzania. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, ndugu waalikwa na wote mliofika, chama cha TUCASA mipango tunatoa shukrani zetu za dhati kwa ujio wenu na kufanikisha mahafali haya, na Bwana awabariki sana. Katika kitabu cha Zaburi 133 na fungu la kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja na kwa umoja. Naomba kuwasilisha. Mnasemaje? Katika mafanikio walioyafanya ni kwamba walifanya mahubiri ya hadhara ya muda wiki 2. Lakini sambamba watu 14 waliweza kubatizwa. Lakini siku ya leo ni siku ambayo tunakujua kwamba ilisikia naimba sauti ya ngapi. Lakini siku ya leo tunajua kwamba Gaspar alikuwa anaimba sauti ya ngapi. Hivyo DJ tunaomba kutuletea kwaya ya wahitimu. Tuweze kusikia kwamba bezi zimo. Maana nilikuwa nasikia kwamba wanapiga piga. Sauti za kwanza. Sasa ni wakati wao kuwasikia sasa kwaya ya wahitimu kwa ajili ya wimbo, na baada ya hapo tutasikiza majibu kutoka kwa mgeni rasmi. Wimbo ni ule ule ya kwamba tufanyeje? Hatupoi. Thank you.
nasi tu mbinguni, Mungu apende tuonane tena, kama si duniani juu mbinguni. Omba Mungu apenda tuonane tena, kama si duniani twasi juu mbinguni. Omba Mungu apende tuonane tena, kama si duniani juu mbinguni. Omba Mungu akipenda tuonane tena, kama si duniani twasi juu mbinguni. Omba Mungu apende tuonane tena, kama si duniani juu mbinguni. Omba Mungu akipenda tuonane tena, kama si duniani nasi juu mbinguni. Omba Mungu apende tuonane tena, kama si duniani juu mbinguni. Ndio. Wahitimu wameimba wimbo wa kutuaga. Ndio. Na wanasema kama si hapa, tukutane wapi? Mbinguni. Kama si hapa tukutane wapi? Mbinguni. Lakini swali langu ni kwamba kati yetu sisi wageni waalikwa na tunaobaki na wahitimu, wapi wanawaaga wahitimu? Sisi tunawaaga wahitimu ama wahitimu wanatuaga sisi? Swali ngumu sana. Nani atujibu? Hebu muulize ile hapo. Kama ni sisi au ni wao? Sasa ngoja nimuulize. Ndio. Kati yetu au wao? Nani anamwaga mwenzake? Wote tunaagana. Ndio. Kumbe wote tunaaga. Kama ni mla. Amepata. Umewahi kuwa pale? Wapi hapo? Umewahi kuwa pale? Umewahi kuwa pale? Siku ya Jumapili ambapo watasaidia wakiwa wamejumuika pamoja na wanatukasa. Lakini leo ni Jumapili ambayo imefaa sana. Naona kundi la watoto wa miaka 10 hadi 16 wamejumuika pamoja na tukasa IRDP mipango tukasa Mwanza. Hapo. Najua kipindi niko mdogo. Ndio. Nilikuwa nikiona mahafali ya mabrother au sister kufanya. Ndio. Nilikuwa tamanio langu na mimi ni kuhitimu. Uhitimu. Nadhani wako hapa kuna kitu wanachukua kabisa. Yaani kuwa katika ukumbi huu wa mipango. Kuna kitu kipindi hicho mimi nilikuwa natamani kuweza kuhitimu. Nilikuwa nikiona ile baba kahitimu, nilikuwa natamani sana. Natamani mno. Na kipindi niko form 1, nilikuwa tuko baleni. Ndio. Au niseme mstari. Wangapi wanaielewa hiyo? Funga mkono kama ameelewa mstari. Unajua tulikuwa tu form 1 tunaendelea na form 4. Ndio. Sasa tamanio langu kwa sababu nilikuwa form 1 nikuona mabrother pale, naona wanashangwe, wanatabasamu, wanaona kabisa wanaenda kumaliza muda wao. Ndio. Sasa mimi sawasiko naomba utupe ratiba inayofuata. Ratiba
Kinachofuata ni majibu ya risala kutoka kwa mgeni rasmi. Lakini kabla haijasoma risala, nipende kufahamu uwepo wa kaka Elieskia. Simama tupungie mkono. Nasemaje kwa Elieskia? Lakini sambamba na hilo, nipende kufahamu uwepo wa Godson Mwagwelo. Punga mkono sambamba ulipo. Lakini sambamba na hilo, nipende kufahamu Elitwaza Mshana. Na huyo ndiye Elitwaza Mshana. Lakini sambamba na hilo, nipende kufahamu auditor mstaafu aliyekuwa akifahamika kwa jina la Ezra Imano. Punga mkono brother. Na wanayefuatia ni Yusufu Jackson. Popote pale ulipo tupungie mkono. Na huyo masomo ya kaya na familia unaweza kuona vizuri. Lakini bila kupoteza muda, ni mfahamu Gaspar Timos. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa tawi la nini? La TUCASA mipango. Lakini sambamba na hiyo, ni mfahamu Naftali Mgonja. Na huyo ndiyo the face brighter. Na hebu tupe hao wengine waliobakia. Lakini pia ndio kuna Yesaya Mponeja. Na Mponeja. Na huyo ndiyo Sanaya Mponeja. Esther Charles. Huyo ndiye Esther Charles. Kapendeza kabisa. Naam. Lakini kuna Eunice Mkacha. Naam, Eunice Mkacha ni huyo kabisa, anakufungia mkono hapo. Lakini kuna Molly Menya. Huyu hapa kutufungia. Lakini pia kuna Loveness Stefano ndiye huyu hapo. Lakini kuna Elizabeth Jacobo. Nadhani hao ndio wahitimu wa siku hii ya leo. Wamependeza. Sijasikia. Wamependeza. Hebu simameni kwanza. Najua wahitimu wamepigwa na kutoa kabisa. Hebu naomba uwachangamshe kidogo wahitimu. Naona wahitimu kama vile mpigwa baridi. Ndio maana hebu wahitimu kusimamia kidogo. Simama wahitimu. Tunese kidogo. Tunese kidogo. Tunatamani kuona tabasamu lenu na siku ya leo. Maana siku ya leo ikipita, tabasamu kama hili labda ulipata siku ya ndoa. Maana nao nipende kuwakaribisha wahitimu wetu siku ya leo. Lakini sambamba na hilo, tupende kusimamisha mgeni rasmi kwa ajili ya majibu ya risala iliyosomwa mbele yetu. Mgeni rasmi, karibu. Kelele sauti. Na mafua kidogo. Sauti inaweza siwe vizuri na mafua na kikohozi kwa mbali. Kama nimeiona nimesikia ni iko direct au iko wazi moja kwa moja kabisa, haina vitu vingi. Kama kwenye utambulisho walivyosema, mimi ni mwakilishi wa mgeni rasmi ambaye alipata kufika hapa. Nimepata uzuri kidogo wa kiafya. Kwa hiyo lazima wapumzike kidogo hospitali. Kwa maana hiyo wakaniomba nije niwakilishe, na aliambia kile nitakachokivuta nitakufikishia. Kwanza kabisa napenda niwapongeze wahitimu. Pamoja na kwamba mnaondoka, lakini risala hii kuna vitu tunataka kumwachie wanaobaki. Maana swala jeni hamjajiangalia nyewe wenyewe. Maana hapa
kuna mapendekezo. Maana nyinyi mapendekezo hayawahusu sasa, mtakuwa hamna. Kwa hiyo ni wapongeze kwa hiyo, kwa sababu hamjawa na ubinafsi. Sana ina sehemu zake, zinasema kuna malengo, kuna mafanikio, kuna changamoto, kuna mapendekezo. Cha kwanza ni wapongeze kama nilivyosema, kwa sababu hamwezi mkawa na chama kisichokuwa na malengo. Lakini pia malengo, mnaweza mkawa mna malengo alafu yasiwe ambayo yasiwe yenye manufaa ya kudumu. Mnaweza mkajitengenezea tu malengo hii, najua tutakaa miaka 2-3, naweka malengo yenu ya miaka 2-3, mkimaliza watakaokuja na wao waanze upya. Lakini kwa hapo tunaweka malengo ambayo ni ya kudumu. Kwa hiyo ninawapongeza. Lakini pia nawapongeza kwa mafanikio, kwa sababu unaweza kuweka malengo na mwisho wa siku mafanikio pia pale kidogo kile, lakini kuna mafanikio hapa mmefikia. Nawapongeza pia kwa hilo. Lakini pia hamna kitu ambacho hakina changamoto. Pia kuna changamoto kwenye chama cha TUCASA mpaka. Hizi changamoto sasa zitabaki kwa wale ambao watakuwa nyuma yetu, ndio? Au hizi changamoto zitatatuliwa na nyinyi mtakuwepo. Kwa hiyo hizi changamoto zinabaki kwa wale ambao wako nyuma yetu. Kwenye mapendekezo hapa nashukuru kwa msingi zaidi. Mapendekezo nahitaji kinanda cha milioni 2.5. Nahitaji booster ya milioni 1. Nahitaji speaker ya milioni 1.5. Ambapo nyuma yake inakuwa milioni 5. Kwa hayo mapendekezo naweza nikasema tu nitamfikishia mgeni rasmi aliyepaswa kuwepo, na kwa jinsi ninavyomfahamu na ninavyoelewa, ili litatekelezeka kufikia mwezi wa 8 mwisho, na kupata hivi vifaa kinanda, booster, ndio speaker double, na kufikia mwezi wa 8 mwishoni. Mwezi wa 8 mwishoni, kama tutajaliwa kuwa hai, kwa wale watakao kuwepo, naamini hivi vitu watapata. Kwa hivyo kama risala liko fupi, na kwenye risala sina vitu vingi zaidi. Labda kama naweza nikaongeza cha ziada kuwapa nasaha kidogo, kwa sababu tunaenda